Hii ni Fumo 255. Karibu katika dondoo za michezo. Kama hujasubscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na kila kinacho trend huko kwenye mitandao ya kijamii, utakikuta mala hapa. Kubwa bwana, tunafahamu weekend hii kwa maana ya Jumapili jana na Jumamosi, timu zetu kubwa hizi pendwa za Young Africans na Simba Sports Club zilikuwa uwanjani zikiwakilisha taifa katika michuano mikubwa ya soka barani Afrika ya CAF, lakini bila kuwasahau Azam FC na Singida Black Stars. Tukirudi kwa timu hizi mbili ambazo ni timu zinazowakilisha Tanzania kwenye upande wa ligi ya mabingwa Afrika, Simba Sports Club hapo jana ilifanikiwa kupata ushindi mnono, ushindi wa goli 3-0 katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo ilikabili timu ya Nsingizini ya Swatini, na ilikuwa ni kipimo cha kwanza cha kocha wa Simba Sports Club ambaye ametangazwa hivi karibuni, Matatu wenyewe wanapenda kumuita kocha Matatu huyu. Na katika kipimo hiko kwa mara ya kwanza Simba ilianza kuonekana chini ya huyo kocha katika matokeo ambayo hayakutegemewa sana na baadhi ya watu ambao hawakuona mfumo wa kocha huyo tunamuita Dimitri Pantev. Na katika matokeo hayo Simba ilipiga mpira mwingi kweli, mpira wa kasi, speed ya kufa mtu, lakini pia zile kampa tena zilionekana kwa wingi sana, na hii ikashtua watu kwamba ina maana mfumo wa kocha Matatu Dimitri Pantev mfumo wake umejificha kwenye Matatu ama vipi? Mbona pira biriani lilipigwa kweli, na bahati nzuri matokeo yalikuwa ni mazuri kwa upande wa Simba pia, na ikawa ni mara yake ya kwanza Dimitri Pantev kuonyesha uwezo wake tangu achukue Simba Sports Club, kwa sababu haijashiriki mchezo wote wa wazi ambao ni mgumu kama ule, na hivyo ilikuwa ni mara yake ya kwanza. Lakini kupitia kwa meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya soka ya Simba, kwa upande wake yeye amesema kile ambacho ameambiwa na kocha Dimitri Pantev, na hapa nitamnukuu semaji huyu Ahmed Ally alichokisema: mechi ya Oktoba 26 itakuwa mechi ya kumuona Dimitri Pantev halisi akiwa na ukatili kwenye uwanja wa vita. Kwenye mchezo ule wa kwanza mwalimu aliweka wazi kwamba bado hajaridhika na kiwango cha timu yake. Na hapa anaeka nukta kwanza, nirudie huu msemo anaosema kwenye mchezo ule wa kwanza mwalimu aliweka wazi kwamba bado hajaridhika na kiwango cha timu yake. Haya ni maneno ya Ahmed Ally akisema kile ambacho ameambiwa na kocha Dimitri Pantev. Na hivyo basi Ahmed Ally hapa aliendelea kwa kuimalizia kwamba kipo kitu mwalimu anakitaka na sisi bado hatujakijua, sababu mwalimu anasema kwamba hajaridhika na sisi tunakwenda na kauli mbiu ya hatujaridhika, tunataka zaidi. Mwisho wa kunukuu maneno ya Ahmed Ally. Sasa kama kocha Dimitri Pantev anakuambia bado hajaridhika na mpira uliopigwa siku ile dhidi ya Waswatini wale na kurambwa goli 3, hii inatia wasiwasi na mashaka kwa vilabu vingine, hasa Young Africans katika kipindi hiki ambacho na wao wanajitafuta baada ya kuachana na kocha wao Romain Folz. Kwa hiyo basi kama kocha Dimitri Pantev anakuambia pira lile lilopigwa sisi wote tumeliona, anakuambia yeye bado hajaridhika, inatia woga zaidi kwa timu nyingine pia za ligi kuu na hata za kimataifa, kwamba je, Simba inayokuja itakuwa ni Simba ya namna gani kama haya ndio yalivyo kwa hivi sasa. Na hiki ndicho tunachoweza kukisema hapa kuhusiana na hili ambalo linaendelea. Simba Sports Club itashuka uwanjani ikiwa chini ya kocha wake Dimitri Pantev, na itashuka uwanjani siku ya Jumapili wikendi hii. Itakuwa nadhani itakuwa tarehe 26, ambapo sasa itakwenda kumenyana katika kibarua chake cha mwisho na hawa Eswatini hawa, katika mchezo ambao Simba Sports Club anatakiwa afuzu kuingia hatua ya makundi, na ili afuzu ni lazima ashinde mchezo huo ama atoke sare. Kama atashinda kwenye mchezo huo ama atatoka sare,
basi Simba Sports Club itakuwa imejihakikishia nafasi ya kusonga mbele moja kwa moja, kwa maana hatua ya robo, hatua ya makundi. Lakini kama Simba atafungwa, basi hakikishe Simba anafungwa kwa idadi ndogo ya magoli ili asifike yale matatu ambayo wao waliyapata ugenini, ili kuwawezesha Simba kusonga mbele na Nsingizini kuondolewa kwenye michuano hiyo. Na tumefuatilia kwa kina mpaka hivi sasa kocha Pantev, huu ulikuwa ni mchezo wake wa 3 hapo jana dhidi ya hawa Eswatini, klabu ya soka ya Nsingizini, baada ya kucheza michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Al Ahly, michezo yote ambapo mchezo wa kwanza walitoka na ushindi wa goli 2-1, lakini mchezo wa pili walifungwa goli 4-1 na Al Ahly. Na klabu hii ya soka ya Simba ilimtangaza huyu bwana Dimitri Pantev kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo, akitokea Gaborone United ya Botswana, akirithi mikoba iliyoachwa wazi na kocha Fadlu Davis ambaye alitimkia Raja Casablanca ya Morocco. Pantev ana umri wa miaka 49, ni mzaliwa wa Juni 26 mwaka 1976 katika jiji la Varna huko Bulgaria. Kwa huyu ni kocha raia wa Bulgaria. Lakini pia Pantev ni kocha ambaye ana leseni ya juu ya ukocha iliyotolewa na umoja wa vyama vya soka barani Ulaya, kwa maana UEFA, ambayo ndio moja kati ya CV zake zinambeba huyu kocha ni hizo. Lakini pia CV nyingine ni kwamba ni kocha ambaye amewahi kuifundisha Victoria United ya Morocco, ya Kameruni, na akaipatia ubingwa timu hiyo ya Kameruni. Lakini pia ameshawahi kufundisha Gaborone United, na akawapatia ubingwa Gaborone United, na hivyo hatimaye sasa Simba Sports Club wakamuona na wakamchukua, na hivi sasa yuko ndani ya Simba Sports Club. Na mchezo wake wa kwanza wa kiushindani tumeuona, ulikuwa ni mchezo sasa dhidi ya hawa wa Eswatini, kwa maana ya klabu ya Nsingizini, na Simba Sports Club ikaondoka na ushindi wa goli hizo 3-0. Na safari ya kocha Pantev sasa inaonekana kuwa nyepesi, kwa sababu kwenye mchezo wa marudiano watahitaji ushindi wa masare ya namna yoyote ili kujihakikishia wanasonga mbele kwenye michuano hiyo. Lakini pia Simba Sports Club ikitoka hapo itakuwa na michezo yake ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo itakuwa bado ina kibarua kizito, na wengi wakiamini kwamba kama Pantev aliwezesha Simba kupata ushindi wa goli 3 ugenini, tena michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, basi gari la Simba limewaka, na hivyo Young Africans wajipange. Na kweli Mwamba anatishia sana hivi Amani, kwa sababu ni kocha bora na ni kocha ambaye anajua nini cha kufanya ndani ya uwanja. Lakini pia ni kocha kijana, miaka 49, bado ni kocha kijana kweli kweli. Lakini pia ya Simba Sports Club imefanikiwa kuramba dume kwa kumpata kocha huyu, licha ya changamoto ambazo amekutana nazo zinazohusiana na masuala ya vyeti, lakini kwa uwezo wake anaonekana na uwezo mkubwa. Tusubiri tuone itakuwaje kuna ligi kuu soka Tanzania bara. Atabaki Pantev na benchi lake la ufundi wakifanya makubwa, ama litatokea kama lile ambalo limemtokea kocha Romain Folz akiwa na Young Africans. Hilo lote hatujui, na tusubiri tuone itakavyokuwa. Lakini kiuhalisia kabisa, Simba Sports Club wamepata kocha, pira biriani limepigwa na kila mtu alilishuhudia. Lakini pia kiufupi ni kwamba Simba haijawahi kukosea sana kwenye kuwaleta makocha, ila changamoto zinaweza zikatokea za hapa na pale, lakini wamebahatika sana kuwa na makocha wazuri siku za hivi karibuni. Na hivyo basi huenda huyu jamaa Dimitri Pantev akafanya vitu vikubwa kwelikweli ndani ya Simba Sports Club, chini ya Modoji ambaye ni kama ni mdhamini mkuu wa klabu hiyo. Hii ni Fumo 255. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu, ili usipitwe na kila kinachotrend huko kwenye mitandao ya kijamii, na hasa kwenye kipindi hiki ambapo Simba, Yanga, Azam FC na Singida Black Stars zikiwa zinajiandaa kuelekea kwenye michuano mikubwa kabisa, michuano ambayo itaweka alama kwenye vilabu hivi vikubwa.
na hii ni michuano ya kombe la ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho, ambapo ratiba kama tulivyovisema, Simba Sports Club pamoja na mwenzake watacheza hapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa.